Yo, tunakushukuru jemedari. Wewe ni nguvu yetu, wewe ni baba yetu, wewe ni Bwana wa pekee. Asante Mungu aliye hai, asante Bwana wa pekee, katika jina la Yesu lenye nguvu. Mungu wetu aliye hai, asante. Naomba wote tumshangilie Bwana Yesu aliye zaidi ya vitu vyote. Yesu awazae mema kwa ajili yetu. Yesu mwenye nguvu, Yesu mwenye upendo, Yesu mwenye neema, Yesu anatujali. Pewe sifa Mungu wetu pekee. Shangilie sana Bwana wa kweli. Haleluya. Ninakusalimu tena kwa jina la Yesu. Asante praise team kwa kazi nzuri na waimbaji wote. Tumshangilie Bwana kwa ajili ya sifa na uwepo wake. Imekuwa siku njema ambayo Bwana wetu ametupa. Imekuwa siku njema ambayo Bwana wetu ametunemesha. Imekuwa siku njema ambayo Bwana wetu ameruhusu leo tuwepo na hata tumwabudu. Yesu aliye hai akubariki kwa ajili ya upendo wako kwa Mungu na kutoa nafasi kwa ajili ya kumwabudu Bwana na kutoa nafasi kwa ajili ya kuja kusikiliza Bwana anataka nini katika maisha yetu. Tumeshaongea naye kwa sifa. Tumeshazungumza naye kwa sifa. Tumeshamtaja jinsi alivyo. Tumeshamwambia jinsi alivyo. Tumemwambia aliyotenda. Tumemwambia atakayotenda, tunayotazamia. Na sasa tunataka tumwambie mwachie nafasi kila ambacho naye anacho kwa ajili yetu. Na Bwana anasema popote walipo wawili watatu kwa ajili ya jina langu, nami nipo katikati yao. Kwa hiyo hatuko peke yetu. Nasema hatuko peke yetu. Bwana yupo katikati yetu. Haleluya. Na wakati huu twende tukasikilize maneno ya Bwana. Tunamshukuru Mungu kwamba Bwana aliye hai anaye mtumishi wa Mungu siku ya leo, aliyepakwa mafuta kwa ajili yetu jioni hii ya leo, maalum kwa ajili ya kuhakikisha kwamba analeta neno kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Na sio mwingine ni makamu wa askofu wetu Mchungaji Lusajo Mwanja. Anapokuja hapa tumshangilie Yesu aliye hai. Haleluya. Muongezee Bwana Yesu tena makofi mengi. Ninakupongeza sana kuwepo siku ya leo mahali hapa, na Mungu wetu ni mwaminifu, yuko pamoja nasi katika jina la Yesu. Basi unaweza ukachukua nafasi ukaketi mahali pako, na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Haleluya. Namshukuru Mungu ambaye ametupa neema na kibali hiki. Mimi kwa jina langu ninaitwa Lusajo Mwanja, natokea Morogoro. Tunamshukuru Mungu ambaye ametupa neema na kibali hiki cha kuwepo katikati yenu tena siku ya leo. Na sijaja peke yangu, nimeongozana na mke wangu kipenzi. Naomba asimame apunge mkono pale alipo. Amen. Mungu wa mbinguni akubariki. Lakini pia nimeongozana na binti yangu. Naomba pia naye apunge mkono pale alipo. Haleluya. Basi funika macho yako nipate kuomba ili tukasikia neno la Mungu juu ya maisha yetu. Baba, ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwema na mwaminifu. Asante kwa wakati huu na muda huu ambao umeenda kutupatia wakati wa sasa. Tunakualika na kukaribisha tena jioni ya leo, na kuomba ukapate kuhusika na nguvu zako zikapate kuwa pamoja nasi, na kila mmoja aliyepo mahali hapa ukapate kumhudumia katika nguvu, uweza na mamlaka yako. Roho Mtakatifu, tunayaacha maisha yetu mikononi mwako, na kuomba wewe ukapate kuhusika, ukapate kutugusa na kutuinua tena
kwa neno lako, kwa sababu neno lako ni faraja yetu, neno lako ni nguvu yetu, neno lako ni ushindi wetu. Katika jina lako Mungu wetu liye hai tunakushukuru, tuseme amen. Haleluya. Siku ya leo ni njema sana na Mungu wetu ametupa neema na kibali. Naomba fungua Biblia yako kitabu kile cha Yohana mtakatifu sura ile ya 14 na ule mstari wa 13 na wa 14. Yohana mtakatifu sura ya 14 ule mstari wa 13 na wa 14. Biblia inasema, nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitafanya, ili Baba tukuzwe ndani ya Mwana. Mkiniomba neno lolote kwa jina langu, nitafanya. Turudie tena mstari wa 13, nasema, nanyi mkiniomba lolote kwa jina langu, hilo nitafanya, ili Baba tukuzwe ndani ya Mwana. Asema mkiniomba neno lolote kwa jina langu, nitalifanya. Baba mtakatifu, Mungu wetu liye hai, ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwema na mwaminifu. Asante kwa upendo wako ambao tunaendelea kuona wakati wa sasa. Asante kwa neno lako zuri la uzima ambalo unaenda kuliachilia katika maisha yetu. Nasi tunakuomba Bwana, kazungumze nasi kwa kadri ya nguvu zako na uwezo wako, katika jina la Yesu Kristo aliye hai tuseme amen. Haleluya. Leo nataka niongee na wewe juu ya ujumbe unaosema nguvu ya jina la Yesu. Nguvu ya jina la Yesu. Huo ndio ujumbe ambao nataka niongee na wewe siku ya leo. Biblia inatueleza mahali hapa tulipopasoma, haya yalikuwa ni maneno yake ya Yesu, ambayo ilikuwa ni maneno ya mwisho ambayo Yesu alikuwa anatoa wasia wake kwa wanafunzi wake kabla ya kukamatwa na kuteswa. Kwa hivyo Yesu anaanza kuwaelekeza nini ambacho wakikifanya katika maisha yao watakuwa washindi, nini ambacho wakikifanya kwenye maisha yao watakuwa salama, nini ambacho wakikifanya kwenye maisha yao watafanikiwa. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho Yesu anawaeleza hapa, anasema lolote mnaloliomba, lolote mnalolifanya, lolote mnalolitaka, au popote mnapokuwa, muwe kwa jina langu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo msisitizo mkubwa hapa ni jina la Yesu. Anawaambia hao wanafunzi wake watumie jina la Yesu. Kwa hiyo huu ndio msisitizo wa Bwana Yesu kwa wanafunzi wake. Kwa anasema kwamba lolote mkiniomba lolote, anasema nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitafanya. Nini maana yake? Lote tunaloomba tuombe kwa jina lake Yesu, lakini chochote tunachokifanya tufanye kwa jina lake Yesu. Mahali popote tunapokuwa tuwe kwa jina lake Yesu. Kwa nini Yesu anasisitiza hayo? Bwana Yesu asifiwe sana. Leo nataka tuongee juu ya kitu kinachoitwa jina. Jina lina nguvu yake, lina uwezo wake. Kwa hichi ndio Yesu anachokifundisha hapa, namna ya kuweza kutumia jina, na anaeleza juu ya nguvu na umuhimu wa jina. Biblia inatueleza ya kwamba Mungu alipokuwa anamuita Ibrahimu, anamwambia Ibrahimu, toka wewe. Kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya 12, Mwanzo sura ya 12 ule mstari kuanzia wa kwanza. Mwanzo 12 ule mstari kuanzia wa kwanza. Biblia inatuambia Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Tuishie hapo. Tunaona mahali hapa moja ya kitu ambacho Mungu anakisema kwa Abraham. Kitu cha kwanza anasema kwamba toka, lakini msisitizo anasema kwamba
ili uwe baraka, ili ufanikiwe, ili ubarikiwe, nitalikuza jina lako. Nitalikuza jina lako. Nini maana yake? Kumbe jina ni kitu muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Ili mwanadamu afanikiwe, ili mwanadamu awe salama, ili mwanadamu aweze kuona matunda katika maisha yake, ni lazima jina lake likue. Ni lazima jina lake liwe safi. Ni lazima jina lake liwe salama. Kwa hiyo tunaona mahali hapa Mungu anamwambia Abraham, jambo la kwanza anasema kwamba utoke, lakini kitu cha pili, ahadi ambayo Mungu anampatia Abraham baada ya kutoka kwenye ile nchi aliyokuwepo, baada ya kutoka mahali pale alipokuwepo, ahadi ambayo Mungu anampatia Abraham, anasema nitalikuza jina lako. Nitalifanya jina lako likue. Na jina lako likikua, jina lako likikua, ndipo utakapofanyika kuwa baraka. Nini maana yake? Moja ya kitu cha kujali kwenye maisha yako, moja ya kitu cha kutamani kwenye maisha yako ni jina kukua. Jina linapokuwa, jina linapoongezeka, ndipo maisha yako yanakuwa salama. Bwana Yesu asifiwe. Maisha yako yanakuwa salama. Kwa nini? Kwa sababu jina lako limekuwa. Kwa hicho Mungu anakitambua. Anaona ili Abraham aweze kufanikiwa, ni lazima jina lake kwanza liweze kukua. Ni lazima jina lake kwanza liongezeke. Kuna watu ambao hawajali kukua kwa majina yao. Kuna watu ambao hawajali usafi wa majina yao. Wanajua tu vyovyote vile ninaweza kufanikiwa. Lakini kumbe jina lako lina umuhimu wa kukua na kuongezeka ili uweze kufanikiwa kwenye maisha yako. Kwa hiyo hii ndiyo ahadi ya Mungu anayomwahidi Abraham. Anasema, Abraham, ili uweze kufanikiwa, ni lazima jina lako liweze kukua. Bwana Yesu asifiwe. Lazima jina lako likue. Biblia inatuambia ndipo Mungu, Abraham alipotii yale Mungu aliyomwambia, Biblia inatuambia kitu cha pili ambacho Mungu alichokifanya ili kumfanya Abraham kuwa baraka, Biblia inatuambia kwamba akambadilishia jina lake. Kwa hiyo Abraham hakuendelea kuitwa Abraham. Abraham kakuzwa jina lake na kuitwa Ibrahim. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ni jina la baraka, jina lililokuwa, jina lililoongezeka, Ibrahim. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ameahidi kulikuza jina lake ili afanyike kuwa baraka. Sasa tuangalie jina. Kwa nini jina? Jina limebeba mambo makuu matatu. Jina limebeba mambo makuu matatu. Jambo la kwanza, jina limebeba utambulisho. Jina limebeba utambulisho. Jina ndilo lililobeba utambulisho. Ili uweze kujulikana, ili uweze kutambulika, upate kibali mahali popote pale, ni lazima jina lako kwanza. Kwa hiyo nini maana yake? Jina ndilo linaweza kukupatia kibali popote pale uendapo. Watu wanapolijua jina lako, wanapolifahamu jina lako, ndipo naweza kuwa na kibali mahali popote pale. Kwa hiyo jina ni muhimu sana, litakaloweza kukupatia kibali katika maisha yako. Jina lako likiwa safi, jina lako likiwa kubwa, utapata kibali kwenye maisha yako. Lakini jina lako lisipojulikana, hauwezi kupata kibali kwenye maisha yako. Kwa hiyo jina limebeba utambulisho. Bwana Yesu asifiwe. Jina limebeba utambulisho. Lakini jambo la pili, jina limebeba cheo. Jina lako linapotajwa, ni cheo chako kinatajwa. Kwa hiyo jina limebeba cheo. Jina limebeba cheo. Jina lako linapotajwa, ni cheo chako kinachotajwa. Lakini jambo la tatu, jina limebeba roho. Ndani ya jina iko roho. Limebeba roho.
Kazi ya Roho ni kukuwezesha. Kazi ya Roho ni kukupenyesha mahali ambapo palikuwa papenyi. Kwa hiyo ndani ya jina iko roho iliyobebwa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndani ya jina iko roho iliyoko ndani yake. Kwa hiyo jina limebeba roho. Je, jina lako limebeba roho gani? Na je, jina lako lina cheo gani? Jina lako, je, linakutambulisha vipi kwenye maisha yako? Tunaposema habari ya jina, jina halitambuliwi kwa sababu ya vile linavyotamkwa, au halitambuliwi kwa sababu ya herufi ya lile jina. Jina linatambuliwa kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho kwa namna ya nia iliyoko ndani ya jina na dhamira iliyoko ndani ya jina. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana unaweza kuona kuna baadhi ya watu wanaitwa kina Yohana, wanaitwa kina nani, lakini ukienda kuangalia matokeo ya jina lao tofauti na vile ambavyo jina lao linajulikana. Kuna baadhi ya watu ambao wanaweza kujidai, wanasema kwa mimi jina langu ni jina la kwenye Biblia. Lakini je, jina lako limebeba dhamira gani? Na kinachoweka dhamira kwenye jina lako kinachoweka dhamira kwenye jina lako ni madhabahu iliyohusika kuachilia hilo jina kwenye maisha yako. Ni madhabahu gani imehusika kuachilia hilo jina kwenye maisha yako? Na ndio maana tuko mahali hapa ili tumtake Bwana na nguvu zake na uwezo wake. Kama iko dhamira yoyote iliyo mbaya kwenye jina lako, iweze kufutika kwa jina la Yesu aliye hai, na dhamira njema ya jina lako iweze kuchipuka na kuleta matunda na matokeo kwenye maisha yako. Na kama unanielewa, nisikie ukisema amen. Bwana Yesu asifiwe. Nisaidie kumwambia jirani yako ya kwamba dhamira ya kwenye jina lako ndio itakayoweza kuleta matokeo ya jina lako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na dhamira inatokana na nini? Madhabahu gani iliyohusika kuachilia jina lako? Kuna baadhi ya watu ambao madhabahu za kuzimu zimeachilia jina lake. Hata kama unaitwa Daudi, lakini ni madhabahu gani imeachilia jina lako? Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesema jina imebeba utambulisho, lakini pia jina limebeba cheo, lakini pia jina limebeba roho. Nini maana yake? Ile madhabahu ndio inaamua uwe na utambulisho gani kwenye maisha yako, lakini jina lako liwe na cheo gani, lakini pia jina lako liwe limebeba roho gani. Bwana Yesu asifiwe. Madhabahu iliyohusika kuachilia jina lako ni madhabahu gani? Hiyo inadetermine sana, inategemea sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Yesu anasema muombapo ombeni kwa jina langu. Kwa nini Yesu anasema mnapoomba muombe kwa jina langu? Nini maana yake? Tunaposema habari ya jina la Yesu, jina la Yesu ndilo linalotutambulisha kwenye ulimwengu wa roho. Jina la Yesu, sikiliza, mafanikio yoyote unayoona kwenye maisha yako, unayoyaona katika maisha ya mtu fulani, nini maana yake? Ni ulimwengu wa roho uliohusika. Sasa umepata kibali kwa jina gani? Kwa Yesu anawafundisha hapa, ili mpate kibali ombeni kwa jina langu. Ombeni kwa jina langu. Kwa nini? Kwa sababu jina lako haliwezi kukupa kibali kwenye ulimwengu wa roho. Na nimesema wengi wetu majina yetu hatuelewi ni madhabahu gani zimehusika kwenda kuachilia. Kwa hiyo sahihi Yesu anawafundisha wanafunzi wake ya kwamba msitumie majina yenu, kwa sababu majina yenu hayana nguvu, majina yenu hayana uwezo, majina yenu hayana namna yoyote ya kufanya matokeo yaweze kutokea. Kwa hiyo nini maana yake? Popote
Bwana Yesu asifiwe. Nini maana yake? Maana yake Yesu anawaambia ya kwamba kuanzia leo ninawabadilishia majina yenu. Kuanzia leo hamtajulikana kwenye ulimwengu wa roho kwa majina yenu. Kuanzia leo mtajulikana kwa jina langu. Na mimi nasema, kanisa la Bwana aliye hai, ni heri wewe ambaye umeamua ujulikane kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Na hilo ndio jina letu jipya ambalo tumepewa. Popote uendapo, hebu jitambulishe kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jitambulishe kwa jina la Yesu. Biashara yako iambie, mimi kuanzia leo, mimi sio mwanja. Kuanzia leo, I'm Jesus, mimi ni Yesu. Nasema kwa jina la Yesu aliye hai, lazima biashara yako ikutii. Lazima biashara yako ifunguke, kwa sababu jina la Yesu ndio jina lililo na kibali, lililo na nguvu ya kuachilia manifestation kwenye maisha yako. Na kama unanielewa, pokea hiyo neema na Bwana akusaidie. Nisikie useme amen kwa Bwana aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anawafundisha, anasema kuanzia leo msijitambulishe kwa majina yenu. Kuanzia leo hamtajulikana kwa majina yenu. Kwa nini? Kwa sababu majina yenu yana attract magonjwa. Majina yenu yana attract umaskini. Majina yenu yana attract wachawi, yana attract uganga, yana attract ushirikina. Lakini jina la Yesu Kristo aliye hai linaita mbingu inasogea karibu na wewe. Jina la Yesu aliye hai linaita utukufu wa Bwana unasogea karibu na wewe. Jina la Yesu linaita uwepo wa Bwana unakuwa pamoja na wewe. Nasema kwa jina la Yesu aliye hai, hiyo neema iende pamoja na wewe, na jina lako kuanzia leo likabadilishwe kwa jina la Yesu aliye hai. Pokea hiyo neema na Bwana akusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anawafundisha, ombeni kwa jina langu. Ombeni kwa jina langu. Kuanzia leo jitambulisheni kwa jina langu. Popote pale mtakapokwenda, biashara zenu hazitawatii kwa sababu ya bidii yenu mlionayo. Kazi yako haitakutii kwa sababu ya bidii ulionayo. Ndoa yako haitakutii kwa sababu ya vile unavyoonekana ni mzuri. Lakini kuanzia leo jitambulishe, wewe ndiye Yesu. Wewe ndiye Yesu. Unapoingia kwenye maombi, sema, Mungu nimekuja, mimi ndiye Yesu. Anasema lolote ombeni kwa jina langu nami nitatenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa jina Yesu. Ni jina gani? Jina Yesu. Kwa nini Yesu anasema ombeni kwa jina langu? Ombeni kwa jina langu. Jambo la kwanza ni kwamba mwanadamu alipoasi, alipokosea, vitu vyote vikawa chini ya shetani. Maisha ya mwanadamu yalikuwa chini ya shetani. Vitu vyote unavyoviona viko chini ya shetani. Nini maana yake? Maisha yako yote ni vita. Kwa nini? Kwa sababu vimeshikiliwa na adui. Na hata hivi tulivyookoka bado ni vita. Kwa nini? Kwa sababu shetani asingependa uendelee na wokovu. Bado vita vipo. Wangapi mnanielewa ninachokisema? Mwambie mwenzako vita vipo. Maana kuna baadhi ya watu wasema, unajua ukiokoka mambo yote yamekwisha. We are still in battle. Tuko bado vitani. Bwana Yesu asifiwe. Kama unanielewa, punga mkono wako namna hii. Mwambie mwenzako tuko vitani. Tukimshinda shetani, naye anajipanga kuja kutushinda. Kila wakati, usiku na mchana. Kwa hiyo kila wakati ni wakati wa vita, wakati wa mapambano. Bwana Yesu asifiwe. Kwa vitu vyote viko chini ya adui, chini ya shetani. Na kwa kuwa tupo katika mapambano, Biblia inatueleza ya kwamba Mungu akaona sasa ni lazima niachilie neema yangu ya wokovu juu ya hawa watu. Biblia inatuambia kwamba Mungu akaona amlete mwanawe Yesu Kristo
aje duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Aje duniani. Lengo ni kwa ajili ya kuleta wokovu kwa maisha ya mwanadamu. Sasa tunaposema habari ya jina la Yesu, limetoka wapi? Jina la Yesu limetoka wapi? Mungu amejitambulisha kwa majina mengi. Kitu chochote kinaweza kuwa Mungu, sijui na habari hiyo. Chochote kile kinaweza kuwa Mungu. Lakini nini maana yake? Ndio maana Mungu amejitambulisha kwa jina lake mwenyewe. Kwa nini maana yake? Tunapomwendea Mungu ni lazima tulijue jina lake. Na ndio maana Biblia inatuambia Musa anaambiwa na Mungu ya kwamba nenda kwa wana wa Israeli, nenda kwa Farao ili waotoe wana wa Israeli mikononi mwa Farao. Biblia inatuambia Musa anamuuliza Mungu, je, wale watu watakaponiuliza nikaseme nini? Mungu anamwambia Musa ya kwamba nenda ukaseme niko ambaye niko, ndiye aliyenituma. Kwa hiyo nini maana yake? Mungu yoyote asiyejitambulisha jina lake, huyo sio Mungu wa kweli. Mungu yoyote asiyejitambulisha jina lake, huyo sio Mungu wa kweli. Mungu anaishia kusema tu mimi ni Mungu, huyo sio Mungu wa kweli. Mungu wa kweli analo jina lake. Kwa hiyo Mungu amejitambulisha. Jina lake la kwanza amejitambulisha kwamba yeye ni Jehova. Jehova nini maana yake? Ni Bwana Mungu. Jehova maana yake ni Bwana Mungu. Kwa nini Bwana Mungu? Yeye ni mtawala wa vitu vyote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo jina lake anaitwa Bwana Mungu. Kwa hiyo tunaona kitabu kile cha Isaya sura ile ya 7 mstari ule wa 14. Biblia inaanza kutueleza ule mkakati wa Mungu ili kuja kumwokoa mwanadamu, ili kumtoa mwanadamu. Jambo la kwanza, anaanza kujifafanua kwa mwanadamu kwa kulitaja jina lake kwa njia ya ujio wa kuzaliwa yeye na kufanyika kuwa mwanadamu ili awe pamoja nasi. Isaya sura ya 14 Biblia inatuambia, kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Tazama, bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume, naye atamuita jina lake Immanueli. Kwa Mungu anaanza hapo kuanza kujitambulisha kupitia kinywa cha nabii Isaya ya kwamba bikira atachukua mimba, naye atamzaa mwana, na huyo mwana sio wa kawaida. Jina lake anaitwa Immanueli. Immanueli ni maana yake tutaenda kuiona huko mbele, lakini Immanueli ni maana yake ni Mungu pamoja na wanadamu, ni Mungu pamoja nasi. Kwa hiyo huyo mtoto anayezaliwa sio mtoto wa kawaida. Huyo mtoto anayezaliwa yeye ni Mungu, lakini Mungu aliyekubali, Mungu aliyeamua aishi pamoja na wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu aliyeamua au aliyekubali aishi na wanadamu. Lakini Isaya sura ile ya 9 ule mstari kuanzia wa 6 na kuendelea. Isaya sura ile ya 9. Hapa tunaona huyo Mungu anayekuwa pamoja na wanadamu anaanza kutaja vyeo vyake. Nimesema jina ni cheo. Kwa anaanza kutaja vyeo vyake. Jambo la kwanza anasema, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa kifalme utakuwa mabegani mwake, naye ataitwa jina lake. Jina la kwanza au cheo chake cha kwanza, yeye ni mshauri wa ajabu. Jina la pili ni Mungu mwenye nguvu. Jina la tatu ni Baba wa milele, na jina la 4 ni Mfalme wa amani. Bwana Yesu asifiwe. Huyo Mungu anataja vyeo vyake. Jambo la kwanza anasema yeye ni mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia yeye ni mshauri, na kingine yeye ni Baba wa milele,
lakini pia ni Mungu mwenye nguvu. Miungu mingine haiwezi kuwa mfalme wa amani. Miungu mingine haiwezi kuwa mshauri wa ajabu. Miungu mingine inaweza kushauri, lakini haiwezi kushauri kwa ajabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Miungu mingine haina sifa ya kuwa baba. Miungu mingine haina sifa ya kuwa baba. Lakini huyu Mungu Emmanuel anayekuwa pamoja na wanadamu ana sifa ya kuwa baba. Anaweza kuishi pamoja nasi. Yeye ana sifa ya kuwa baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Yesu anajitambulisha kwa namna hiyo. Sasa ile sura ya kwanza, kitabu cha Mathayo sura ya kwanza, ule mstari kuanzia wa 23. Mathayo sura ya kwanza, ule mstari kuanzia wa 23. Biblia inatuambia, tazama bikira atachukua mimba, naye atamzaa mwana, nao watamwita jina lake Emmanuel, yaani Mungu pamoja nasi. Bikira atachukua mimba, naye atamzaa mtoto, naye ataitwa jina lake Emmanuel. Maana yake ni Mungu pamoja na wanadamu, pamoja nasi. Huyo Mungu ameamua akae pamoja na wanadamu, akae pamoja nasi. Kumbuka, haya ni maneno ambayo malaika Mikaeli anamwambia Yusufu. Baada ya Yusufu kuona Mariamu ni mjamzito, akataka kumwacha kwa siri. Alipotaka kumwacha kwa siri, Biblia inatuambia malaika anamjia, anamwambia usimwache mkeo, kwa sababu mimba alionayo ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Kwa nini? Kwa sababu imeandikwa. Kwa nini? Kwa sababu ndivyo ilivyo, ya kwamba bikira atachukua mimba, naye atamzaa mwana, naye ataitwa jina lake Emmanuel. Nini maana yake? Ni Mungu pamoja na wanadamu. Tuendelee. Naye Yusufu alipoamka katika usingizi, alifanya kama malaika wa Bwana alivyomwagiza, akamchukua mkewe, asimjue kamwe hata alipozaa mwanawe, akamwita jina lake Yesu. Unaona hapa, tunaona wanamueleza yule malaika anamwambia huyu mtoto ataitwa jina lake Emmanuel. Lakini tunaona mahali hapa Yusufu hamwiti Emmanuel, anamuita Yesu. Je, Biblia imejikologa? Je, Yusufu alikuwa ni mkaidi au alikuwa haelewi kile anachokifanya? Hapana. Hapana. Nataka tulijue jina la Yesu ni nini. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaposema habari ya Yusufu, kwa nini anamuita Yesu badala ya kumuita Emmanuel? Kwa nini? Kwa sababu jina Yesu maana yake limetokana na neno linaloitwa Yoshua. Nini maana yake? Ni Jehova Mwokozi. Kwa jina Yesu maana yake ni Jehova anayeokoa, ni Mungu anayeokoa au anayekomboa. Kwa nini maana yake? Mungu anaposema yeye ni Emmanuel, yani ni Mungu ambaye anakuwa katikati ya wanadamu, lakini si Mungu aliyekuja kustarehe, amekuja kufanya kazi. Wangapi nanielewa? Punga mkono huu. Ni Mungu ambaye anakaa katikati yetu, lakini amekuja kwa mission, amekuja kwa kazi. Kazi aliyoijia Mungu ni kazi ya kuokoa, ni kazi ya kuponya, ni kazi ya kutusaidia kwenye vita, ni kazi ya kutufanya tuwe salama. Kwa tunaposema Emmanuel, tunaposema Yesu, nini maana yake? Ni Mungu anayekaa katikati ya wanadamu, lakini kwa kazi ya wokovu.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa kazi ya nini? Ya wokovu. Kwa Yesu amekuja kwa kazi ya wokovu. Yeye anaitwa Jehova Mwokozi au Jehova anayeokoa. Kwa hiyo Emmanuel hajaja kustarehe kwa wanadamu. Emmanuel hajaja kutalii kwa wanadamu, amekuja kwenye kuokoa. Nimesema maisha ya mwanadamu yalikuwa chini ya nini? Chini ya shetani. Nini maana yake? Nimesema pia maisha ya mwanadamu yako bado kwenye vita. Kwa hiyo nini maana yake? Huyo Yesu amekuja ili atushindie vita. Amekuja ili aokoe. Amekuja ili aponye. Amekuja ili alinde. Kwa hiyo yeye ni Mungu wa vita. Yeye ni Mungu wa wokovu. Yeye ni Mungu wa kutuweka tuwe salama. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio kazi ya Yesu Kristo aliye hai. Amekuja kwa ajili ya kutufanya tuwe salama. Kuna vitu kwenye maisha yako vimeshikiliwa. Kwa hiyo huyu Yesu amekuja ili avinyang'anye hivyo vitu na kukabidhi wewe. Kuna vita vinavyoendelea kwenye maisha yako. Huyu Yesu amekuja ili apigane na adui zako. Kuna vitu ambavyo vinaendelea vinakuzuia kwenye maisha yako. Kwa hiyo Yesu amekuja ili aachilie njia na mpenyo kwenye maisha yako. Na mimi ninakuombea jioni ya leo, jina la Yesu, ninakuombea jioni ya leo, Yesu Kristo awe pamoja nawe, nguvu yake iwe pamoja nawe, mkono wake uwe pamoja nawe, ukushindie, ukutolee njia, ufanye njia mahali pasipo na njia, na Bwana akuwezeshe kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Shangilie Bwana kwa makofi mengi kama unanielewa. Haleluya. Kwa Yesu anawafundisha hawa watu. Anasema lolote muliombalo liiteni jina la Yesu. Nini maana yake? Kila linapoitwa jina la Yesu limeitwa kazini kwa ajili ya kushughulika na kila kinachokuzuia, kwa ajili ya kushughulika na kila mabaya kwa jina la Yesu aliye hai. Na mimi ninasema kila roho zilizokuzuia, kila roho zinazokufunga, kila roho zilizoshikilia maisha yako kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, zikuachilie saa hii kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nasema pokea uweza, mamlaka na nguvu ya jina la Yesu kwenye maisha yako, na Bwana akutetee jioni ya leo kwa jina la Yesu aliye hai. Haleluya. Yesu anawabadilishia jina. Yesu anawabadilishia jina. Leo ukienda kuangalia, kuna baadhi ya watu ambao wanang'ang'ana kubadilisha majina yao, lakini hiyo haitaweza kukusaidia. Tunabadilisha jina kwa njia ya ulimwengu wa roho, kwa kumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, kuliamini jina lake ya kwamba linaweza kuokoa, linaweza kuponya. Na kwa kadri unavyofanya hivyo, utaanza kuona mabadiliko kwenye maisha yako. Na kama unanielewa, nisikie ukisema ameni, na Bwana akusaidie. Haleluya. Nimesema pale mwanzoni ya kwamba dhamira iliyoko kwenye jina lako ndiyo inaweza kusababisha matokeo ya jina lako. Tunaona mahali hapa, nini kilichotoa jina la Yesu? Ni nini? Ni nani aliyemwita jina Yesu? Na kila mmoja hajajiita mwenyewe jina. Kuna mtu mmoja aliyekuita jina, huwezi kujua alikuwa amejiunganisha na madhabahu gani ili akuite jina lako. Lakini tunaona jina la Yesu Kristo aliye hai ni madhabahu ya mbinguni. Jina la Yesu Kristo aliye hai ni mbingu yenyewe inampa jina lake. Na mimi nasema kwa jina la Yesu aliye hai, siku ya leo tunaenda kubadilisha jina lako. Hautatambulikana kwa jina hilo kama ile madhabahu ya mizimu ndio ilikuita jina lako. Leo siku ya leo tunaiamuru madhabahu hii iachilie jina jipya, na si jina jingine, la Yesu Kristo juu ya maisha yako. Pokea na Bwana akusaidie kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana
Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mwenzako, pokea jina jipya leo. Pokea utambulisho mpya leo. Haleluya. Haleluya. Ninajua jina lako wanatambua watu wengi kwamba wanaitwa sijui Subila, wanaitwa sijui nani, Amenye, sijui nani. Na sijui, sitaki kujua ni madhabahu gani ilikupa hilo jina. Lakini siku ya leo ninachotaka ni kujua ya kwamba madhabahu hii, madhabahu ya Mungu aliye hai, mbingu leo inaenda kuachilia jina jipya kwenye maisha yako kwa jina la Yesu aliye hai. Hata kama watu watakutambua kwa jina lako lilo nalo, lakini ulimwengu wa roho utakutambua kwa jina jipya ambalo Bwana ameenda kukupatia jioni ya leo. Na kama unanielewa sema ameni kwa Bwana aliye hai. Wewe liamini tu jina la Yesu. Wewe jitambue tu kwamba jina lako limebadilika. Utaanza kuona mambo yako yamebadilika. Usingangane kubadilisha jina la herufi yako lilo nalo. Ngangana kubadilisha jina la dhamira ambalo ni jina la Yesu Kristo, lililobeba dhamira ya ukombozi, lililobeba dhamira ya vita, lililobeba dhamira ya ushindi kwa jina la Yesu aliye hai. Pokea hiyo neema na Bwana akusaidie. Jina la Yesu. Siku moja nilikuwa pale Morogoro. Sasa kuna vijana wakaja kutoa ushuhuda pale kanisani. Wasema, mchungaji, tulikuwa tuko mahali fulani, tunamuombea mtu alikuwa na mapepo. Tukaomba kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, toka pepo, wala pepo hata alitikisiki na wala yani naona kama mambo ya kawaida. Sasa tukapata ufunuo. Tukasema sasa hebu tuombe kwa jina la Mwanja. Wakasema kwa jina la Mwanja toka. Pepo likaanza kutikisika. Walivyoona limeanza kuogopa wakakazana. Kwa jina la Mwanja tunasema toka. Hebu sema Mwanja. Nasema huyo mtu hapana, huyo mtu hapana. Sikiliza, ni nini kilichokuwepo? Alikuwa linatajwa jina la Mwanja. Jina la Mwanja hapa kwenye mdomo linaonekana ni jina la Mwanja, lakini kwenye ulimwengu wa roho sio jina la Mwanja, ni jina la Yesu Kristo aliye hai. Nasema na wewe watataja jina lako, lakini kwenye ulimwengu wa roho litatokea jina la Yesu aliye hai. Wataenda kwenye mizimu, wataenda kwa waganga wa kienyeji, watalitaja jina lako na mandunguli yao yataungua, kwa sababu jina la Yesu limetajwa kwenye madhabahu ya kuzimu. Na mimi ninaiachilia hiyo neema, jina la Yesu liwe kwenye maisha yako kwa jina la Yesu aliye hai. Wangapi mnanielewa vizuri? Wangapi mnanielewa vizuri? Baba, hapo ndipo ninapompenda Mungu aliye hai. Kumbe majina yetu, watu wanajua ni majina yetu, kumbe majina ya Yesu. Yesu amekaa kwenye jina letu. Haleluya. Watu wanajua ni Mwafongo, lakini kumbe hapana. Yesu anatangulia mbele ya jina la Mwafongo. Unataja Mwafongo, anatokea Yesu. Kwa jina la Yesu aliye hai, iwe na kwako pia. Nasema iwe na kwako pia. Biashara yako isikutambue wewe, imtambue mfalme wa wafalme. Hata ikitaja jina lako, najua leseni ya biashara yako imeandikwa kwa jina lako, lakini kwenye ulimwengu wa roho tunageuza, tunabadilisha, tunabadilisha kwa jina la Yesu aliye hai. Nisikie ameni kwa wale wanaonielewa. Haleluya. Kuna baadhi ya watu ambao bado majina yao yako kwenye madhabahu za ukoo wao, yako kwenye madhabahu za ndugu zao, yako kwenye madhabahu za waganga wa kienyeji, yameandikwa. Na ndio maana kwa sababu unajulikana kwa jina hilo, bado hiyo miungu inakufuatilia, bado visasi ya hiyo madhabahu vinakufuatilia. Lakini leo kwa jina la Yesu tunaingia kwenye ulimwengu wa roho, tunaenda kubadilisha kwa jina la Yesu aliye hai. Watakutafuta hawatakupata, watakuangalia hawatakuona, watamuona Yesu, watamuona Yesu, watamuona Yesu, watamuona Yesu. Haleluya. Haleluya. Mwambie mwenzako kuanzia leo, mimi ni Yesu.
Ninaachilia hiyo neema, hata sura yako ibadilike sasa. Hata sura yako ibadilike sasa. Wakutazama kwa macho ya nyama, wakuone sura yako. Waingia hapo kwenye ulimwengu wa roho, wamuone Yesu Kristo aliye hai. Ni nani anayenielewa? Pokea hiyo neema. Pokea hiyo neema. Bwana akusaidie. Haleluya. Haleluya. Unajua wengine tunatembea hapa, tukitembea mapepo hayatuoni, yanamuona Jesus, yanamuona Yesu. Na ndio maana waganga wameshindwa. Juzi amekuja mganga mmoja pale kanisani kwangu. Maana mke wake alipigwa na kitu kizito. Akaenda kwa waganga. Alipoenda kwa waganga, waganga wakamwambia, bwana, hii ngoma ni ya mume wako na wazazi wako, mama yako sijui na mama yako mdogo. Kwa hiyo akasema, bwana, nimejaribu kutegua, lakini wamenijia, wameniambia watanimaliza. Kwa hiyo lile mtego wao nimekurudishia tena. Kwa hiyo kilichopo ni kwamba mimi nimeshindwa, onaga wapi pa kukusaidia. Yule mtu akatazama, akafikiria, akagundua okay, kumbe hapa kwa kukimbilia ni kanisani. Akaja pale, amekuja asubuhi na mapema, mchungaji, naomba nisaidie. Nini? Nimekabwa. Tukaanza kumwombea. Baada kumwombea, na kuambia kuitokea mambo ya ajabu sana. Alitoa maji karibu lita 5 na zaidi. Anatoa maji, wala tumbo sio kubwa, lakini anamwaga maji meupe, wala hayanuki kwamba ni mkojo. No, hata nzi hawasogei kwenye yale maji. Baada ya hapo, yule mama akafunguliwa, akawa safi. Alipokuwa safi, mume wake akawa amekuja. Alipokuja, amekuja kwa hasira. Anasema, mchungaji, utanitambua leo. Kwa nini umefanya hivi kwa mke wangu? Nikasema, sikiliza, wala usinitishe kwa chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Usinitishe kwa chochote. Mimi hii ndio kazi yangu. Wewe huyu mtu najua kwanza dini yake ni Muislamu. Kwa nini wewe unaanza kumuombea? Huyu itakiwa angeenda msikitini. Nikamwambia, usinitishe. Mimi hapa nimekuja kwa kazi ya kuwafungua watu. Wala siulizi dini gani. Mimi ninachojua, kila aliyekimbilia madhabahuni pa Bwana aliye hai anahitaji msaada. Yule bwana akakimbilia, akaenda kwa viongozi wa serikali, wakaja. Baada kuja wale viongozi wakasemaje? Akasema, tunachojua hapa ni makimbilio. Kama amekuja mahali sahihi, hatuna nani. Hii mambo ni mambo ya kiimani, acheni naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kweli. Baada ya hapo, baada ya siku 2-3, nikashangaa amekuja. Sasa, mchungaji, na mimi nataka kuokoka, naomba uniombee niokoke. Nikamwambia okay, sawa. Kaleta na madunguli yake, ameleta mavitamba mavifaa ya uganga. Nikasema, wewe yalete, weka hapa. Nikayachoma moto. Baada ya hapo, nikamwambia, mimi ninachokuombea ni hivi, lakini sala ya toba uje ibadani. Akasema, unajua mimi ni mtu wa aibu sana, siwezi. Nikamwambia, uje. Baada ya hapo katokomea. Baada ya muda tena akarudi, mchungaji, nimeamua mimi nataka kuokoka. Na mimi nikasema okay, pamoja na hivyo na mimi nataka kuongoza sala ya toba kanisani. Kweli siku moja akawa amekuja kanisani, nikamuongoza sala ya toba. Baada ya hapo kaondoka. Kesho akaja tena, mchungaji, sikiliza, mimi nimekutesti kwenye mitambo yangu, nimegundua kwamba wewe kweli ni mchungaji. Nikamwambia, umetesti kwa namna gani? Akasema, ninajua sisi namna tunavyotestigi tunajua sisi. Hata nikikueleza hauwezi elewa. Nikasema, asante Yesu, hiyo ni credit nyingine. Haleluya. Kwa hiyo kumbe nini, kwenye ulimwengu wa roho hamuoni mwanja, lakini akiniona naona kajitu kwenye sura ya upole. Kwenye ulimwengu wa roho namuona simba wa kabila la Yuda amesimama. Na mimi ninaitaka hiyo neema, hiyo roho iwe juu ya maisha yako, na Bwana akusaidie. Na kama unanielewa, Bwana aachilie hiyo neema kwenye maisha yako. Piga kelele, sema ndio. Haleluya. Kumbe wanatesi kwenye mitambo.
Baba, wamekutesti kwenye mitambo yao, lakini kila wakitesti wanaona Jesus. Wakija wanaona mafungo, wakiingia ulimwengu wa roho Jesus. Nasema pokea badiliko hilo kwenye maisha yako, na Bwana akusaidie kwa jina la Yesu. Nasema hatulogeki, tunaye Yesu aliye hai. Sisi tumeshindikana kwa jina la Yesu aliye hai. Pokea hiyo neema na Bwana akusaidie. Haleluya. Kwa Yesu anasema ombeni kwa jina langu. Ombeni kwa jina langu. Jitambulisheni kwa jina langu. Na mimi nataka jioni leo kila mmoja, hebu twende tukalivae jina la Yesu. Twende tukaombe utambulisho mpya wa jina la Yesu. Hebu twende tukayaattach majina yetu na jina la Yesu aliye hai. Kama ulikuwa unaitwa Andungulile Mwafilombe, leo uanze kuita Andungulile Jesus, Andungulile Yesu. Sikiliza, jina moja tu likibadilika ni jina lako limebadilika. Haleluya. Haleluya. Ukoo wetu ni Yesu. Kama jina lako alikuwa na jina Yesu, leo tunaenda kuongezea jina jingine, Yesu. Mimi ninaitwa Lusajo Abisai Ahobokile Mwanja Yesu. Haleluya. Haleluya. Nataka na wewe katika yale majina unayojiitaga yale, ongeza na jina jingine Yesu. Ukishafanya hivyo umeshapoteza lamani ya adui kwenye maisha yako. Ukishafanya hivyo umeshapoteza lamani ya shetani kwenye maisha yako. Sikiliza, usingangane tu kubadilisha jina. Mimi unajua nilikuwa naitwa Fatuma, saizi nitakuwa naitwa Debora. Sikiliza, haiwezi kukusaidia. Hata ukiitwa Fatuma lakini ongeza jina Yesu pale kwenye ulimwengu wa roho, uone kama mashetani yatakufuata. Leo nataka tubadilishe jina letu. Leo nataka tukubali kile Yesu amekisema kwenye maisha yetu. Naomba inua mikono yako juu. Sema, Bwana Yesu, umeniagiza jioni ya leo ya kwamba jina langu nitaitwa kwa jina lako. Maisha yangu yatatambulika kwa jina lako. Kuanzia leo, Bwana Yesu, ninajitambulisha kwenye ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu aliye hai, ya kwamba jina langu nimepokea jina jipya lipitalo majina yote, jina la Yesu aliye hai. Yesu, ninaiomba roho yako iliyopo katika jina lako ikatende kazi kwenye maisha yangu. Kwa jina la Yesu ninaamuru kila kilichofungwa kikafunguliwe. Ninaamuru kila roho zilizonishikilia zikaniachilie, kwa sababu mimi ninajitambulisha kwa jina jingine, jina jipya, jina la Yesu. Kwa jina la Yesu ninapokea jina jipya. Hebu kila moja, hebu tangaza sasa jina lako kwenye ulimwengu wa roho. Iambie biashara yako, iambie familia yako, iambie ndoa yako, iambie afya yako ya kwamba jina lako limebadilika kwa jina la Yesu. Nami ninaamuru jina la Yesu kwenye maisha yako. Ninaamuru jina la Yesu kwenye ndoa yako. Ninaamuru jina la Yesu kwenye kazi yako. Pokea leo na Bwana akusaidie. Pokea leo na Bwana akuwezeshe kwa jina la Yesu aliye hai. Ninaamuru kila nguvu za giza, ninaamuru kila madhabahu zilizokushikilia kwa namna yoyote ile zikuachilie. Hizo madhabahu zilizotumia mpenyo wa jina lako ili kukushambulia, ili kukutesa, kuleta umasikini, kuleta magonjwa, kwa jina la Yesu aliye hai ninaachilia moto. Naachilia moto wa jina la Yesu. Ninaachilia moto wa jina la Yesu. Kila kizuizi kwenye maisha yako ninaachilia moto. Sioni kama watu wanaomba. Omba kwa vita,
omba kwa vita, maana jina lake yeye ni Yesu, ni Mungu wa vita. Yeye ni Yesu, ni Mungu wa vita. Hili ni jina la misheni ya Mungu kwenye maisha yetu. Hebu jiachilie, hebu jiachilie, hebu jiachilie. Shughulika na hicho kinachokutesa. Shughulika na hayo magonjwa yanayokutesa. Shughulika na huo masikini unaokutesa. Itambulishe biashara yako, jina lako jipya. Tambulisha ndoa yako, jina lako jipya. Nenda kwenye ile madhabahu ya miungu iliyoshikilia jina lako, inaofuatilia jina lako. Peleka utambulisho mpya, utambulisho mpya, utambulisho mpya kwa jina la Yesu. Utambulisho mpya kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninaamrisha roho ya magonjwa ikuachilie. Ninaamrisha roho ya umasikini ikuachilie kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila roho inayokukwamisha, kila roho inayokuzuia, kila roho inayokushikilia ikuachilie, ikuachilie, ikuachilie kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninakuvika jina jipya leo, jina jipya. Pokea leo, pokea leo kwa jina la Yesu. Pokea jina jipya, jina la ushindi, jina la vita, kwa jina la Yesu aliye hai, 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 kwa jina la Yesu aliye hai. Kila mmoja jinasue kwenye hiyo madhabahu, jitenganishe kwenye hiyo madhabahu. Tangaza jina jipya, jiondoe kwenye hiyo madhabahu, jiondoe kwenye hiyo madhabahu. Ondoa jina lako kwenye hiyo madhabahu, hiyo madhabahu ya laana, hiyo madhabahu ya masikini, iondoe sasa. Ondoa jina lako, tambulisha jina jipya kwa jina la Yesu aliye hai. Unaelewa kuna watu ambao wamekaliwa majina yao kwenye madhabahu za magonjwa. Leo kwa jina la Yesu aliye hai, ninaamrisha jina jipya, ninaamrisha jina la ushindi. Pokea sasa, pokea sasa, pokea sasa. Ninakutoa kwenye hiyo madhabahu, ninakutoa kwenye hiyo madhabahu. Kila jina lililowekwa giza, kila jina lililotiwa giza, ninaling'aza leo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hiyo neema mpya, neema mpya, neema mpya. Pokea leo neema mpya, pokea leo neema mpya, pokea leo, pokea leo, pokea, pokea leo, pokea leo, pokea leo, pokea leo, pokea leo. Hiyo neema, hiyo neema ya uwezesho wa kufika mbali, ipokee leo. Hiyo neema ya kufika mbali, ipokee leo, ipokee leo. Neema ya biashara, pokea leo. Neema ya hatua, pokea leo kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Kila roho ya umasikini, roho ya mabaya, tunaiamrisha leo kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninaachilia moto, naachilia moto uende kwenye maisha yako, uende kwenye biashara yako, uende kwenye kazi yako, na uachilie huo moto, huo moto, huo moto, huo moto, huo moto kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Ukiendelea kuomba, hebu kamata kwenye tumbo lako. Huku naomba, kamata kwenye tumbo lako kwa jina la Yesu aliye hai. Kila roho yote inaofuatilia uzao wako kwa jina la Yesu, hiyo roho inaofuatilia uzao wako, inaofuatilia hiyo damu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila chochote kilichonenwa kwenye uzao wako, ninakitenganisha na maisha yako, ninakutenganisha nacho kwa jina la Yesu. Leo hii ninakuzaa upya kwa jina la Yesu, ninakuzaa upya na kukupatia jina jipya tena, jina jipya tena. Pokea hiyo neema, pokea hiyo neema, 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 hiyo neema
kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Ukiwa umekamata tumbo lako, jitenganishe, jitenganishe, jitenganishe na kila uzao wa mapooza, jitenganishe na hizo madhabahu za ukoo wako, jitenganishe, 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 jitenganishe nazo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ikiwa uliunganishwa kwa kitovu ulipokuwa tumboni mwa mama yako, leo hii ninakutenganisha, ninakutenganisha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hiyo roho ya umasikini inayokufuatilia, hiyo roho ya divorce inayokufuatilia, ikuachilie, 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 ikuachilie kwa jina la Yesu aliye hai, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Pokea sifa Mungu asiye hai. Pokea sifa Bwana pekee. Pokea sifa Mungu tupendaye. Pokea sifa wazee mema sana kwa ajili yetu. Asante Bwana wetu aliye hai. Asante kwa sababu jina lako ni utoshelevu wetu. Jina lako ni ushindi wetu. Jina lako ni nguvu yetu. Jina lako ni ukombozi wetu. Jina lako ni silaha yetu. Jina lako ni uweza wetu. Jina lako ni yote katika yote. Yoyote ajuaye hayo, naomba mshangilie Bwana wetu aliye hai. Ajuaye jina la Yesu ni ukombozi wetu. Ajuaye jina la Yesu ni uzima wetu. Ajuaye jina la Yesu ni nguvu yetu. Ajuaye jina la Yesu ni yote katika yote. Atukuzwe Bwana wetu aliye hai. Atukuzwe Bwana pekee. Atukuzwe Yesu aliye mwema. Katika jina la Yesu aliye hai.